mwezi wa 6 ambao mwezi umepita, ambako Jaji Mkwizu alisikiza mapingamizi ya serikali, kwa sababu serikali waliweka mapingamizi kule, na tarehe 11 mwezi wa 7 mwezi huu mwaka huu atatoa uamuzi wake juu ya mapingamizi ya serikali. Aidha, kuna kesi nyingine ya pili ambayo imepelekwa mahakamani, ambayo inapinga vile vile kutolewa kwa jinsi kile kiapo ambacho serikali iliwaruhusu, yale mambo ambayo yaliruhusu serikali kuleta mashahidi wao kwa kificho, kwamba kwa kuyasoma tu, kwa sababu ilisikizwa upande mmoja, yanaonyesha kwamba hapakuwepo na ushahidi au mazingira ya kutosha ya kumwezesha hakimu kuweza kufikia uamuzi ule aliofikia wa kuruhusu kutolewa ushahidi wa kificho kwa watu ambao sio maaskari. Kwa hiyo na hiyo swala vile vile liko kwa hakimu au kwa Jaji Elizabeth Mkwizu katika mahakama kuu ya Dar es Salaam. Sasa kutokana na kwa mashauri haya mawili, upande wa jamhuri umeomba kwamba kesi hii iahirishwe. Kwa upande wa utetezi, mawakili wa utetezi tulipinga hoja hiyo, tukasema kwamba hayo hayahusiani, kwa sababu mashahidi ambao walikuwa wakitoa ushahidi hapa katika mahakama hii ni wale ambao ambao ni maaskari, kwa maana hiyo hawahitaji wa uficho. Kwa hiyo ilikuwa ni kwamba tu ni njama au ilikuwa kama ni mpango wa serikali kuchelewesha kusikilizwa kwa kesi hii. Lakini mwisho baada ya hizo hoja zote, hakimu amesema kwamba yeye anaamua kuahirisha shauri hili hadi kwa tarehe ambayo itajulikana, ikisubiri kwamba maamuzi ya mahakama kuu katika mashauri mawili ya mapitio yaweze kutoka, na baada ya mapitio ya maamuzi ya mahakama kuu kutoka kuhusiana na mambo mawili ambayo yamewasilishwa kwa niaba ya Tundu Antipas Lissu kule mahakama kuu, ndipo kesi itaweza kujulikana kwamba itakuja lini. Kwa hiyo kwa hii kesi ya mambo ya uchochezi ya sheria za mitandao, kwa hapa kesi imeahirishwa mpaka tarehe itakapotajwa tena na mahakama baada ya maamuzi ya mahakama kuu kuwa yametoka. Asante.